Endeleza kushuti video yetu, na hii ni video yangu ya kwanza, video yenye ukubwa, yenye maandalizi makubwa ambayo unaifanya katika siku ya leo. Ndio Dora anatueleza haya, nami tusogee mbele zaidi ni kueleze hiki ambacho ndugu yetu Dora anashia nasi, na nikukumbushe msikilizaji, Dora si jina lake kamili, yani si jina lake halisi. Kama unavyofahamu, katika simulizi ambazo tumekuwa tukiwasilisha kwako, wale watu ambao wanawasilisha simulizi zao kwa majina yao halisi. Wako wengine pia wanaweza kuonekana nyuso zao na isiwe shida, na wakafurahia pia tu wewe ukiwaona na hata kuwahoji. Wako wale ambao wanatamani sauti zao zisikike pia lakini wasionekane. Basi sisi hatuyumbishwi wala hatuna sababu ya kukataa kuwasilisha mkasa eti kwa sababu tu hataki kutumia jina lake halisi. Haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, na tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi, na mimi hapa ni msimulizi. Haya si maisha yangu. Mimi ni msimulizi, yani nawasilisha hiki ambacho ndugu zetu wanashia pamoja nasi. Dora anasema nilirejea moja kwa moja magetoni kwangu. Ulikuwa muda umeenda sana. Nilikaa na kutulia tu. Siku nyingine ni hii. Siku ambayo pia pamekucha na purukushani nyingi. Ni siku ambayo tunaendelea kufanya shooting ya nyimbo yangu. Director kuhoji nini, ratiba na nini, kwa tulikutana na tuliendelea kuwepo hapa location kwa ajili ya kufanya kile tulichokuwa tunapaswa kufanya. Na nakumbuka huyo kijana zaidi alikuwa akiniambia tumeshazungumza vibe, yani onyesha vibe, yani kazi yako ambayo utaifanya leo lakini itatazamwa kesho, itatazamwa kesho kutwa na vizazi vijavyo. Na leo ndio inatengeneza hayo. Kwa hiyo akana nichangamsha, hivyo ananisemesha, tunapiga story, tunacheka. Alikuwa ni rafiki mzuri. Tumemaliza na hata director akaniambia, wow, leo umefanya jambo kubwa sana leo. Leo umetisha. Ungeanza hivyo na jana ungetisha zaidi, lakini hakuna kilichoharibika. Mimi nitazikalia hizi alafu tatoa kitu hicho kitakuwa hatari kabisa. Kuna madansa, kuna nini, kama unavyofahamu masuala mazima ya shooting yalivyo. Yes. Sasa tumemaliza. Unajua tena sisi ni vijana, baada ya kumaliza tunajipongeza nini hivyo, kunywa na nini. Lakini bado nikawa niko down kidogo. Aliniambia huyu kijana, bado uko sawa? Nikamwambia no, niko sawa. Niko sawa sana. Niko sawa. Atabasamu na nini, lakini sijui kwa nini ila sikujisikia kama niko sawa. Nikarejea na kupata muda mzuri wa kupumzika na yule ambaye tulifanya audio, ambaye huyu ni producer. Kuna nyimbo ambazo pia nilikuwa natakiwa kumalizia. Alinicheki akaniambia, na najua sasa hivi uko na shangwe zaidi kwa sababu ndoto zako ndio hivi zinazidi kutimia. Nilikuwa nakuhitaji pia uje studio. Nikamwambia sawa. Nikaenda studio, tukakaa pale, tukafanya kazi, kukawa na wasanii wengine. Nikawa bado niko down. Hata akaniambia unajisikiaje? Nikamwambia tu niko poa. Nakumbuka nikiwa hapa niliingia sana katika dimbwi la mawazo. Nikiwa tu hapa studio, watu wanaingia na kutoka. Hakuna kitu rahisi. Ukiona vitu vyako vingi vinatokea kwa urahisi, kuna watu walikupambania. Yaani kuna watu wanakupambania, na ndio maana mambo yanakuwa marahisi. Lakini kama ni wewe ndio unapambana, unasafisha hiyo njia, mambo sio marahisi. Niliwaza jinsi ambavyo nimepambania muziki. Inawezekana sijapambana miaka mingi sana, lakini kwa nyakati tu nilivyoingia kwenye hii game, nilikutana tu na misukosuko nilipoingia na kudanganywa. Alafu unadanganywa katika mazingira ambayo unaona kutu umependa. Yaani mtu anaku approach na wewe unamuelewa, unafungua moyo wako kwake,
unasadiki maneno anayokuambia, alafu unakuja kugundua yote yeye alikuwa ni maneno ya uongo. Alikuwa tu anataka apate time na wewe, aenjoy maisha. Kwa hiyo niliona mambo sio marahisi. Nilijiwazia tu mwenyewe. Nakumbuka nilitoka pale, nimetoka nikawaza sana. Yaani unajua unawaza kuna mtu mmoja anaweza kanaelewa. Nikasema kwa nini niteseke? Kwa nini mimi nisiende tu kupima? Kwa sababu hicho ndicho kitu pia ambacho kimenisumbua sana. Nimedate na mtu ambaye nimekuja kupata taarifa zake zimenipa mshtuko wa moyo. Kuna muda nataka nisahau, kana kwamba hakuna chochote. Lakini kuna muda kuna mambo yananifanya nikumbuke sentensi za huyu mtu. Hasa pale nilipomwambia swala la kupima afya. Namna alivyo react, yani kwamba hayuko tayari kuwa na mimi kama mimi nitaendelea kutaka tutumie kinga. Yeye hawezi kutumia kinga. Kwa sababu anakuambia kwa sababu mimi sichukua mwanamke kahaba. Nikichukua mwanamke kahaba ili ni lazima mimi nijilinde. Lakini mimi sijamchukua mwanamke kahaba. Namna ambavyo alidhoofisha pointi zangu na nikajikuta nimekuwa dhaifu. Nakumbuka nilijisemea kwa nini? Sinaweza nikaenda tu. Nikaenda nikachekia afya yangu. Nikitazama toka tumeanza kuwa na mahusiano na huyu baba. Sasa siku zimesogea, lakini nikikwambia siku ambazo tumekutana naye zinaweza zikawa ni chache. Zinaweza zikawa ni chache kutokana na mazingira ambavyo huyu mtu yeye anayo. Kwa mfano, ukimuona leo mmekutana, mmepata good time, mmekaa, mmefanyaje, akakuacha hapo hapo umelala akaondoka. Unaweza mkakaa miezi hata 2. Ndio anaibuka tena huyo anakuja. Mkikutana tena hapo, anaweza kukaa tena hata mwezi au zaidi. Sasa mimi sio kwamba niliingia tu kwenye game papa nikarekodiwa papa video hii hapa. Yaani nilikuwa niko ndo kama hivyo nakutana na watu sijui na nini kwenye bow hapo utafanyaje. Kwa nikasema hebu nikapime. Kwa sababu mimi niliuliza hivi, kwa mfano mtu amekuambukiza ugonjwa, inaweza ikachukua miaka mingapi huo ugonjwa kuweza kujulikana? Nilipomuuliza mtu huyo siku aliniambia, jamani, si ni ugonjwa unakuwa ushaingia mwilini. Kwa ina maana kama umeshaingia mwilini, ukifanyia vipimo sio ugonjwa utaonekana. Nakumbuka nilienda mahali ambako anapima afya. Yaani hicho ni kituo cha afya, lakini katika vitu vingi vinafanyika hapo kuna kupima pia ukimwi. Nimefika mwenyewe nikasema nataka kupima, lakini utaratibu hapa inabidi nijaze fomu. Kuona jazaje fomu, unaulizwa maswali, ile fomu inajazwa. Kwa hiyo kwa kweli nikajaza ile fomu, nikajieleza kwenye ile fomu, naamini watu ambao wamepima afya kwa mifumo hiyo watakuwa wanaelewa. Kuna ile unaenda kuchukua kipimo unajipima mwenyewe, kuna ile mnapimana, si ndio? Kuna ile unaenda hospitali, unaenda unasema tunataka kupima, wanakupima, wanakupa majibu yako. Hii sasa yenyewe ulikuwa unajaza na fomu. Hicho ni kituo ambacho kimeandikwa kabisa na hapa tunapima HIV, tunapima hivi. Kuna mtu ananielewa. Basi ndo mahali hapa nilikoenda kupima. Dona anasema nimeshajaza ile fomu, moja kwa moja ikabidi niende sasa maabara. Mahali ambako sasa huko maabara ina maana ndo naenda kuchukuliwa damu. Nimefika pale basi moja kwa moja nikanyosha mkono wangu kwa ajili ya kuchukuliwa damu kubwa. Kweli nikaweka mkono wangu nikachukuliwa damu kubwa. Nimechukua damu kubwa, nikaambiwa ngoja majibu yako, ina maana nitaenda kukaa kwenye benchi ningoje majibu yangu. Nataka nikwambie, nimefika pale kwenye benchi na kaa vikaliki. Nakwambia na kaa vikaliki, si kama kuna mtu anaweza kana nielewa hapa. Na kaa vikaliki. Nimenyanyuka, nimeenda mali watu, nimerudi. Havikaliki. Naona muda unasogea, nikiona mtu anatoka kule nasema sijui majibu yatakuwa tayari. Sijui ndio majibu yangu tayari. Yaani nikaanza kusikia kijoto kinatoka, kijoto kisichoeleweka. Ushawahi kupata kijoto? Unangoja majibu fulani. Tena nahisi majibu ya hivi vipimo waga ni majibu ambayo yanakuletea kajoto. Mtu ambaye amepita kwenye hiyo ndo anaweza kaelewa kwa kajoto kanakuaje. Ni kajoto fulani hivi, yani uelewi umevurugwa. Naangalia nyendo zako na angalia watu uliokutana nao. Unasema Mungu wangu, Mungu anisaidia niepushe.
Dora anasema nikwambia ukweli, sikuweza kustahimili kungoja yale majibu. Niliamka mwenyewe katika lile benchi, nilitoka na moja kwa moja nikaenda zangu moja kwa moja mpaka nyumbani. Nimeenda nyumbani, hata mimi mwenyewe nikajisemea, kukimbia majibu ni suluhisho. Okay, watatoka pale watauliza na majibu ya huyu, majibu mimi sipo. Je, niendelee kutokujua au nijue? Faida za kujua ni nini? Yaani mimi mwenyewe najiuliza faida za kujua. Vipi faida za kutokujua? Je, faida za kutokujua zinaweza zikawa salama zaidi kwangu? Lakini ndani yangu ninajisemea, je, nitakuwa nipo katika msongo wa mawazo? Maana nitakuwa najiuliza kwa tabia, kwa mambo ambayo naendelea kusikia kuhusu huyu mtu, si ndio nitazidi kukonda na kuisha, na ili hali pengine mimi hata sina hilo shida. Yaani nitakuwa najifili mgonjwa na kati mimi sina hiyo shida. Kwa nini sijue? Ni haya ni yale maswali ambayo nilijihoji mwenyewe na jibu mwenyewe. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Dora katika siku njema ya leo. Msikilizaji hapo ulipo, mimi nikushukuru sana. Asante sana kwa ushirika wako mzuri. Ndio, nitakupeleka mapumziko dakika chache, na tutakaporejea basi tutaendelea mbele zaidi kusikia hiki ambacho ndugu yetu rafiki anaitwa Dora akishia pamoja nasi. Kumbuka tu msikilizaji, haya ni maisha halisi ya kweli ambao ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, na sisi tunayawasilisha kwako kwa njia simulizi. Na unakuwa nami Veronica kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Sasa haya mapumziko ni dakika chache jamani, dakika chache sana. Halafu tuna Munubi, asante pia Joyce Medson, Gaudensia Kamali, nikushukuru sana. Diana Kaguruma unatufuatilia, asante. Latifa, yes, unaitwa Salha, asante. Yohana Vincent, Juliet Amani, Zainabu pia unatufuatilia, asante. Mary Saulo, Nero Shufa pia unatufuatilia, Living Kalisti Ndegi unatufuatilia. Jamani na wengine wengi ambao mnaendelea kutufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya EFM Tanzania. Hata wewe pia ambaye huja comment chochote, niseme asante. Pia wewe ambao unatufuatilia kupitia radio yako, asante sana. Anaitwa Dora. Dora anasema, mimi Dora niko katika muda wa kutafakari baada ya kukimbia majibu. Ndio, siku ikawa nyingine, bado nikizidi kuwaza hayo. Kuna mambo sio rahisi kushare na watu. Mambo magumu ya kushare na watu ni kama haya. Nakwambia magumu sana. Magumu sana. Unaweza ukawa na simu ukajikuta unaanza kugugo. Unaanza kuangalia. Utagugo kila siku. Siku ile ilipita ikawa siku nyingine, bado najiuliza maswali. Kuna mtu mmoja mimi upiga naye story nyingi, si msanii, ni raia tu mwenye shughuli zake, ni rafiki, naweza nikatumia lugha hiyo, sio rafiki wa kindakindaki, lakini mtu tunazungumza naye. Tulizungumza mambo kuhusu maisha, lakini tukajikuta tunazungumza kuhusu masuala mazima ya kiafya. Aliniambia, yani nakwambia, vile ambavyo siku hizi kumetulia, hakuna mabango mengi kama zamani. Kumetulia, unaweza ukahisi kama ukimwi haupo, kumbe ukimwi upo. yani ndo ananiua kabisa, yani ndo ananiua kabisa yani. Nikamwambia kwa nini nasema hivyo? Unajua zamani ukipita unakuta mabango. Ukimwi upo, nini na nini, una hali ile unaogopa, unajua Lakini siku hizi unaweza kukuta hiyo sentensi wapi? Hizo habari unaweza kuzikuta ni chache sana. Watu hawazungumzi tena. Sio kwamba hawazungumzi kwa sababu tatizo limeisha, hapana, tatizo lipo. Lakini watu hawatilii maanani tena. Nikamwambia ni kweli. Nikamwambia unajua watu ni vile watu tu wanaogopa kwenda kupima. Akasema watu wanaogopa kwenda kupima, lakini nataka nikwambia hakuna kitu kibaya kama utumwa wa kuchukua maamuzi kwenda kupima.
kitu kibaya sana. Nikamwambia ulipima? Akasema yani nikwambie, kupima ni jambo muhimu sana. Kwa sababu unapopima afya yako unakujua, wewe unakuwa salama sana, kwa sababu moja kwa moja utapata ushauri wa madaktari na moja kwa moja utaanza kutumia dawa. Unaona, yule ambaye hajui ana hatari zaidi, kwa sababu kwanza anaweza kaendelea kuambukiza watu wengine bila kujua. Lakini pia kuna yule ambaye ana hofu kwa sababu ametoka na mtu mwenye matatizo. Anabaki na hofu, naweza nikawa nayo au nikawa sina, akajiona akajifiri anayo, akajikuta anaendeleza mahusiano na watu wengine, kumbe alikuwa hana, alafu ndo akajikuta amepata maambukizi kutoka kwa hao ambao anahangaika nao. Kwa hiyo jambo la msingi ni mtu kupima. Unajua unaweza ukadeti na mtu anaweza akawa ni mgonjwa na wewe usipate ugonjwa. Nikamwambia nasikiaga hizo habari, nazisikiaga, akasifuatiliaga sana lakini nasikia. Akasema kwa mfano una date na mtu ambaye yeye ni mtu makini, anazingatia sana dozi, anazingatia sana dawa, yani huyo anaweza sikuambukize. Lakini kuna yule ambaye anatumia dozi lakini kutwa kucha anaendelea kuhangaika na mahusiano, lakini pia azingatii dozi, mara anaweza akaacha miezi 6 au akaacha hata mwaka. Hao ni watu hatari sana, na ndio tuko nao wengi sana katika jamii zetu, kwa sababu elimu ya namna ya kuendelea kuwa na afya njema wanaweza wakawa wanazijua lakini wakazipuuza, au wakati mwingine mtu anachoka, au wakati mwingine mtu kwenye masuala ya imani anaambiwa kwamba ile tatizo ulilokuwa nalo umeombewa umepona, na yeye anasema amepona kweli, anathibitisha amepona na shuhudia amepona, lakini kumbe anakuwa hajapona. Kumbe huyu kinga zake zinaweza zikawa ziko juu zaidi, sababu zinakuwa ni nyingi. Nikamwambia una elimu pana kuhusu haya mambo. Umepata wapi elimu na kati najua wewe hujasomea mambo ya afya? Akasema mimi kuna kipindi fulani nilipata kihoro wewe. Nikamwambia cha nini? Nilidate na mtu huyo wewe. Yani date na mtu alafu mtu akaniambia yule mtu nimedate naye mgonjwa. Unaijua hiyo? Nilihangaika, nakwambia nilisi na kufa. Nikasema nisipopima nikajua ukweli nitakufa. Nikamwambia kwa nini? Akasema maana nikaanza nikafuatilia ile man to man. Nikaja nikajua kweli kabisa mshikaji mgonjwa. Nilihangaika, nikaamua kwenda kupima. Nikasema niwe mzima nisiwe mzima potelea mbali, najua afya yangu, siwezi nikaendelea kuishi maisha ya hofu kama haya. Nikapima, angalia Mungu alivyo mwema, nikawa mzima. Nilimshukuru Mungu na uzinzi niliacha. Nikamwambia sitaki kabisa mimi siku hizi. Kihoro kile nilichokipitia kile, mtu tu from nowhere anakuja ndani laghai mimi, ananiambia unajua kinga haina thamani, kinga ni nini, sitaki. Akishanianza kuniambia hivyo ninamfukuza, najua huyu ananiletea mauti nyumbani. Nikamwambia jamani, mambo ni mazito kiukweli. Mambo ni mazito. Nikamwambia kwa hiyo ulivopima mara ya pili? Nikapima tena mara ya pili mimi mzima, mara ya tatu mzima. Yani siku hizi hata mtu akinikurupusha hapo twende tukapime, kama mwenzangu haraka mstari wa mbele. Lakini zamani nilikuwa na hofu. Nguvu kwenda kupima unaitoa wapi? Ukiangalia njia zako, njia za magendo hazieleweki. Umepita na huyu leo, kesho tena umepata boyfriend mwingine, yule amkupimaga huyu naye hata anayekuambukiza hujui. Siku hizi mimi sitaki. Nikamwambia ila kweli. Tukapiga hivyo story. Yaani unajua kwenye maisha wakati mwingine kuna mtu anaweza kukueleza. Anakueleza mambo ambayo yanaweza yakawa muhimu. Yanaweza yakawa muhimu yeye bila kujua. Dora anasema nilisikiliza yale maneno na kukata simu na kutafakari, niliona kweli anachokisema hiki ninachokipitia mimi sasa hivi ni kihoro. Msongo wa mawazo, hofu. Ningesema lazima nikate hii hofu. Na maana ninapoenda kupima, kama mimi Mungu ananijalia nikawa sijapata maambukizi yoyote, ina maana mimi nitakachofanya mimi sasa hivi ni kusitisha mahusiano na yule baba. Na ni kuacha hayo maisha kabisa. Sio kuacha mziki, kuacha kabisa hayo maisha kabisa, kuachana nayo. Dora anasema pamepambazuka siku nyingine, nakumbuka yule producer alinipigia simu, nikamwambia nina ratiba leo ngumu kidogo. Nikamwambia kuna issue tu nyumbani. Lakini ni siku ambayo niliamua kurudi kwenye kile kituo cha afya. Nikafika nikajitambulisha, nilipata hofu kuchukua majibu. Majibu yako yapo, usijali. Kwa nini ulipata hofu? Kupima ni jambo la hiari, sio la lazima. Lakini si unaona umejitafakari, umeona kwamba unatakiwa upate majibu yako. Na sisi majibu yako tunayo.
Tukakaa, kaniambia vitu, kaniambia kupata tatizo sio mwisho wa maisha. Bado wewe ni mdogo, una umri mdogo, unaweza ukafanya mambo makubwa sana kwenye maisha. Akaniambia wala usihofie kuhusu majibu yako. Majibu yoyote yanaweza kawa ni sawa kwako na ukayapokea. Nikiwa hapa, Dora naisema mimi ni binti mdogo. Nitakwambia nikisema mimi ni binti mdogo. Mimi ni binti mdogo. Aliniambia huyu mtu wa huduma wa afya. Akaniambia tumepima kipimo chako vizuri na majibu yametoka. Nikupe taarifa majibu yako. Damu yako sio safi. Dora anasema hii mimi ninaisikia. Taarifa hii ya kwamba damu yangu sio safi, mimi ripoti ya damu yangu sio safi ninaipata. Dora anasema nikiwa binti mdogo. Nilikuwa na hofu, lakini sikuamini kama naweza nikaja nikapima na haya ndio yakawa majibu. Nilipatwa na ganzi. Nilitulia kimya. Mtu wa huduma wa afya akaniambia haya ndio majibu yako, na ukitaka tupime tena na tena, na ukitaka kubadilisha hospitali hayawezi kubadilika kwa sababu haya ndio majibu yako. Nilisimama. Nikamwambia asante. Akaniambia tunaweza tukaongea, najua hauko sawa. Nikamwambia niko sawa. Akaniambia hauko sawa. Mimi ni mtu wa huduma wa afya na nafanya hizi kazi kwa muda mrefu. Hauko sawa. Unahitaji mtu wa kuzungumza naye. Na mtu wa kuzungumza naye sahihi ni mimi. Amena majibu ya maswali yako. Hakuna mtu anaweza kukupa majibu sahihi kama mimi hapa niliyoko mbele yako. Nataka nikwambie kupata hiyo shida sio kifo. Kupata maambukizi sio mwisho wa maisha. Unawaza wewe bado ni binti mdogo, si ndio? Unawaza utakuwa na familia. Unaweza kuwa na familia. Utakuwa na watoto. Utakuwa na mume wako pia. Kupata hii haimaanishi kwamba vitu vyako vinasimama. Maisha yako hayatasimama. Hayataendelea mbele. Nilianza kulia. Dora anasema nililia kwa uchungu mwingi sana. Kilio nilicholia mimi, sitamani kuona kuna binti yoyote akiwa mdogo analia kama nilivyolia mimi. Nililia kwa uchungu sana. Nililia kwa uchungu sana. Huyu mtu wa huduma wa afya alinikumbatia na kunifariji. Akaniambia usiogope. Usiogope. Na najua unavyojisikia. Najua unavyojisikia. Usiogope. Dora anasema machozi hayakuisha. Moyo uliojawa na uchungu. Uchungu unatoka ndani kabisa. Kuna mtu anaweza kaa anaelewa uchungu na uzungumzia hapa. Uchungu unatoka ndani. Yaani mimi na feel ndani yangu, moyo wangu yani unabubujika damu. Yani maumivu nayo yasikia hapa. Neno ambalo huyu mtu wa huduma wa afya aliniambia, utakaa sawa. Utakaa sawa. Hii ni habari mbaya. Siwezi kukwambia hii ni habari nzuri. Ripoti ya daktari inapokuja na majibu ambayo sio mazuri ni habari mbaya. Lazima iumize moyo. Lakini moyo wako hautadumu katika maumivu siku zote. Utakaa sawa. Utakaa sawa. Aliniuliza unaishi na nani? Nikamwambia naishi mwenyewe. Akaniambia una boyfriend? Nilianza kulia. Kwa sababu boyfriend upi? Na
100%. Yani nakwambia nina 100%. Huu ugonjwa ni kwa yule baba. Nilimwambia nasikia tu uchungu, siwezi kusema chochote. Akasema sema, ukitaka kushout shout, ukitaka kupiga kelele piga kelele. Ni sehemu ya kupona, ni sehemu ya kukaa sawa. Kuna muda unaweza ukafeel kama moyo unakimbia, unahisi kama mahangaiko. Ni hali ya kawaida. Ripoti mbaya tunaipokea hivyo yani. Huwezi kupokea ripoti mbaya ukajikuta umerelax. Ukiona umerelax ujue na kukula ndani. Sema. Nikiwa nalia nikaa namwambia kuna mbaba huyo ndo kaniambukiza. Niko nalia kuna mbaba. Akasema sema, niambie mimi. Nikaa namwambia, nikamwambia huyo mbaba, tulienda siku hiyo, tukaendelea na mahusiano, nikaja nikaambiwa taarifa zake, ndo nikasukuma kuja kupima. Nikawa nalia ninamuelezea huyo mbaba alidhamiria kuniua mimi. Yani hakuna kinachobadilika chochote. Nilitoka pale. Huyo mtu wa huduma wa afya aliniambia, usikae peke yako. Una rafiki wa karibu unampenda, unamwamini? Nilimwambia hapana, sina. Una mwana familia unampenda, unamwamini? Nikamwambia hapana, sina. Akasema haiwezekani. Hauna mtu unayemwamini? Nikamwambia sina. Kwa maana hizo nikamwambia tatizo langu sina. Akaniambia unahisi unaweza kukaa na hili jambo moyoni mwako, unahitaji mtu wa kusema naye. Basi mimi niwe huyo rafiki yako wa karibu, mtu wa kusema naye. Nipigie simu wakati wowote, niulize swali, niambie nataka mtu wa kuongea naye, nitaongea na wewe. Haya anatueleza ndugu yetu mpendo wetu rafiki anaitwa Dora. Dora anasema katikati ya kuelekea kwenye mafanikio, nimeshafanya video katikati, nakutana na ripoti hii yenye kuumiza moyo wangu sana. Sina mtu wa kumwambia. Ninahofia naweza nikamwambia mtu akageuka naye ana mtu wake akaenda kumwambia habari yangu. Sitaki kumwambia hata ndugu yangu yoyote habari hizi. Lakini siko sawa. Habari hii imeshtua moyo wangu, habari hii imeniumiza sana. Mimi kwangu nimekuwa nikijihesabu sio mwanamke muhuni. Wakuwa na huyu. Nimekuwa nikijihesabu hivyo, na nimekuwa nikiwaza wale wahuni ndo ambao pengine wanaweza kupata ya magonjwa. Mambo ni tofauti kuliko nilivyokuwa nawaza. Ndugu yetu anaitwa Dora, yeye akishia nasi haya katika safari yake ya maisha katika siku njema ya leo. Msikilizaji, nami nitakuwa ninakushukuru time hii. Kushukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia. Asante kwa ujumbe wako, pia ninakupata hapa. Yusufu unasema tuko pamoja. Ali Bomeza unasema tuko pamoja mpaka tamati. Rahil Hassani, Leila Beatus pia unatufuatilia. Asha Shaban unasema uko pamoja nasi. Asante Diana Kaguruma, asante Chamaru Tanzania unasema uko pamoja nasi. Asante Tina Agustino pia unatufuatilia. Mali Chanda
Asante Salmin, uko unatufuatilia hapo ulipo. Ndio, ndugu yetu mpendo wetu anaitwa Dora akishia nasi haya. Dora anasema hizi ni nyakati zangu za huzuni mkubwa sana, nyakati za maumivu makubwa. Ni kweli sikuweza kusema na mtu yoyote, ila moyo wangu uliugua, moyo wangu ulibaki na machozi, moyo ulikuwa na simanzi. Nikwambie kitu, unapopata taarifa au tunasema ripoti ya jambo lolote la kushtua moyo, moyo ni ngumu sana kushuka. Sikuweza kufanya chochote, nilibaki nikilia. Alinipigia simu yule mtu wa huduma wa afya, nilipokea. Tunaweza tukaongea? Nikamwambia ndio. Alikuwa akizungumza, mimi nalia tu. Akiniambia ni vyema tukaonana, unaweza ukaja, njoo hapa tuzungumze. Nilienda na tukazungumza naye. Nilikuwa tu nimetulia, akizungumza nasikiliza tu. Aliniambia sikia haya nakwambia, kwa sababu kwenye kusikia haya nakwambia ataenda kuponya moyo wako. Akinitolea mfano wa watu wengi sana ambao wako nayo matatizo, ni wenye afya na wameishi ndoto zao. Na akaniambia usinyamaze kimya. Ukinyamaza kimya ni mbaya sana, sema, kwa sababu unaye mtu sahihi wa kusema naye. Nilikuwa na uchungu, niliamua kuzungumza toka mwanzo katika harakati zangu. Nilimwambia yani ni mambo tu ya mahangaiko ya maisha, ni mtu tu. Aliniingiza katika mazingira ambayo mwisho wa siku sikuweza kunasuka. Akaniambia inatokea, usijihukumu sana, inatokea. Kukutana na mtu mwenye shida ni inatokea. Na kukutana na mtu mwenye shida haimaanishi kwamba wewe ni muhuni, hauna utulivu. Kuna watu wametulia sana, yani ni watu ambao wametulia, hawana mambo haya uhuni, na ni waaminifu kwa wenza wao. Lakini unakuta mwenza wake hajatulia, anaweza amletea maradhi pia. Kwa hiyo usihukumu na usijione kama ulikuwa hujatulia, inatokea. Akaniambia sasa tazama, huyu ni mtu mzima, si ndio? Nikamwambia ndio. Watu kama wewe wanaomwendea kumtaka msaada ina maana ni wengi, si ndio? Nikamwambia ndio. Mtu huyu hawezi kukubali kushawishika kwenda kupima, kwa sababu ni dhahiri kwamba anajua afya yake. Kwa hiyo atakayekutana naye atakaopata sawa, atakayekutana naye ambaye hatapata ni sawa. Na inawezekana ungekutana naye mara moja tu, inawezekana ungepata maambukizi, au inawezekana usingepata maambukizi. Kwa nini maambukizi yanatokea? Maambukizi yanatokea ina maana tendo lilipofanyika kuna michubuko na mazingira kama hayo. Kwa nini inawezekana mtu akawa hajatulia na mwisho wa siku anaweza kupima afya yake akakuta yuko na afya njema? Pengine yeye anaweza kana kukutana na watu tofauti tofauti, lakini sio mtu wa kurejea mahusiano na huyo mtu. Kwa hiyo inaweza ikawa katika mazingira kama hayo. Sasa mbona huyo mtu hajatulia na mambo mengi sana, inawezekana? Yani inawezekani. Kuna mtu wakati mwingine unasema yani kama huyu hana ukimwi, basi sisi wote ni wazima. Kupata na kutokupata ni mlango wa yani maelezo mengi tunaweza tukazungumza hapa, lakini itoshe kusema tatizo limeshatokea na ile alikuui wewe. Kwamba si umepata kwamba mimi nakufa, no. Na ukimwi wa sasa hivi sio ukimwi wa zamani. Ukimwi wa zamani ulikuwa ni ukimwi wenyewe ule hatari kweli kweli, unakonda, unapoputika, unabaki masikio, unabaki kishingo. Lakini siku hizi kuna dawa, kani unavyojitunza, unakunywa dawa zako, utakuwa na afya njema tu. Afya njema tu, tena utajilinda kwa mengi zaidi, kwa usiogope.
Akanitia moyo sana. Sikuonana na mtu mwingine yeyote. Yani sikutaka kwenda studio, sikutaka chochote. Mimi ilikuwa naonana na huyu dada. Sikutaka ndugu yangu yeyote ajue taarifa yangu yoyote. Aliniambia huyu dada, aliniambia tena, ambaye huyu ni mtu wa huduma wa afya. Aliniambia tena, akaniambia tena, nikaanza kusikia kama moyo unaanza kupata nafuu. Nimekaa wiki nzima, nazungumza hapo siku 7. Lakini nikaanza kuona kama napata nafuu. Naweza nikala chakula nikafili chakula. Yani mapokeo ya hii taarifa ilinipa mshtuko sana. Ni hapo hofu nilikuwa nayo. Yule kijana yule, shoga yangu, yani ndio sikutaka hata kumsikia. Nilimwambia niache na majukumu ya kifamilia. Jamani shoga yangu, nikamwambia naomba uniache na majukumu ya kifamilia. Niache kwanza. Muda mwingi nilikuwa nazima simu. Sitaki kuongea na watu. Aliniambia, una kisasi ndani yako, unajisikiaje? Nikamwambia hamna. Akasema, usilipize kisasi. Nachomaanisha kulipiza kisasi kwamba mimi nimepata ile tatizo na wewe kwa sababu umeletea tatizo na wewe sababu ya kuwafanyia hivyo wengine. Hiyo ni roho mbaya. Huo ni ukatili. Alafu licha tu ya hivyo utafanya afya yako iwe dhaifu zaidi, kwa sababu unayekutana naye huwezi kujua na matatizo gani. Si ndio? Kuna natakiwa ulivyonavyo hivyo vibaki hivyo, endelea kujilinda. Usiruhusu tena maambukizi mengine. Kama mimi nimekuelewa. Pamoja na yote nakwambia kuna unafuu, lakini bado siko sawa. Lakini itoshe kusema nilipita katika kipindi kigumu sana. Huyu baba alinipigia simu. Yule baba amenipigia simu, mimi nimepima, nimejua shida nilionayo. Nimekaa kama mwezi na ananipigia simu akiwa ananiambia, naambiwa kazi yako imekamilika. Naambiwa kazi yako imekamilika, lakini umekuwa uko busy sana. We mrembo, uko wapi? Uko wapi bwana? Nikamwambia nilikuwa na matatizo tu ya kifamilia. Mimi nilikwambia hicho matatizo ya kifamilia, tuma message nitaiona. Mbona sasa kipenzi changu hujatuma message? Nikamwambia nilihisi utakuwa uko busy na mimi sikutaka sana kukuchosha. Nilikuruhusu hilo bwana. Uko wapi mrembo wangu? Nikamwambia nipo. Kwani hujanimisi? Aliniambia hivyo. Nikamwambia nakumisi, kwa nini sikumisi? Akasema vizuri. Kwa hiyo sasa tufanye tuonane. Nina hasira na huyu mtu kwa sababu huyu ni muuaji. Ni mkatili, ana roho mbaya. Hajitazami yeye alivyokuwa mtu mzima, ameshakula chumvi nyingi. Anakuja kuniletea shida mimi, binti mdogo kabisa mimi jamani. Na amefanya hivyo kwa makusudi, ili hali anajua afya yangu, uhai wangu, thamani ya afya yangu. Anaweza kanibadilishia kwa hela ya video. Yani hela za video hizi alizonisaidia mimi nikatengeneza video na mambo production na hii nyumba ambayo nimepanga. Kweli. Lakini nilitabasamu tu. Akaniambia mrembo, nimekumisi sana. Mimi nimeambiwa kuhusu kazi imekamilika. Yani wanasema hawakuelewi. Nikamwambia huyu wangu mwenyewe huyu. Mimi taona namna kuongea naye. It's okay. Sasa tuonane basi baby kesho. Unaonaje? Nataka nipate good time na wewe, mtoto mzuri. Nikamwambia ni sawa. Ni sawa kabisa. Akasema sawa, na ni kweli video yangu imekamilika. Ni mtu tu ambaye ni kama nimekuwa niko out of mood. Yani nilichokipambania ndio kimeniletea matatizo, kwa sababu haya mambo ya muziki mimi katika kufuatafuata watu kutaka msaada ndio nimekutwa na haya. Kwa hiyo ni kama nimejikuta niko down. Nakumbuka nikamwambia yule kijana, nikamwambia niko free na naweza nikatazama nyimbo yangu na nini. Akaniambia vipi, una shida gani? Akaniuliza sana yule kijana yule. Sasa yule kijana ananiambia shoga yangu. Nikamwambia niko sawa, sina tatizo lolote. Kweli nikamwambia niko sawa, kwa nini mambo tu ya kifamilia tu, lakini niko sawa. Sijamwambia mtu yeyote ili niko nalo hivi.
Sina ndugu yote anayejua. Anayejua ni yule dada tu ambaye ni mtoa huduma wa afya, ndo anajua, ambaye amejitoa kwangu sana. Huyu ni daktari nazungumzia hapo. Nilimwambia yule dada mtoa huduma ya afya, nikamwambia, unakumbuka kuhusu story nilikwambia? Nikakwambia unajua yule baba ananiita tena. Akasema usikubali kwenda. Nikamwambia sasa unanishauri vipi? Akanambia nikwambie kitu mdogo wangu, wewe bado mdogo sana. Mdogo sana. Ngoja nikwambie kuhusu hawa watu. Si unaona nakutana na wewe, wewe ulikuwa ni mzima wa afya. Kuna mtu mwingine anaweza kaa kutana naye, yeye akihisi kwamba huyu naye ni mzima, lakini kumbe yule mtu anakutana naye ni mgonjwa. Unaona shida inapoanzia? Alafu anakutana tena na wewe. Ina maana kama unataka kukutana naye, hata kama una hilo tatizo, salama ni kutumia kinga. Nikamwambia hata moyo wa kukutana naye, moyo wa kukutana naye kufanya tena hicho kitendo unatoka wapi? Akasema ikiwezekana mwambie ukweli akae akijua. Mwambie ukweli. Mwambie ukweli. Nikamwambia nimekuelewa. Nimekuelewa sana. Dora anasema, na nikawa nimemuelewa kweli. Na huyu baba akanitafuta, akaniambia niko na kungoja. Lazima yeye ndo akungoje sehemu. Utafika pale, utachukuliwa na mtu, utapelekwa mpaka kwenye ile room. Ndo wewe utaingia. Wakati wa kutoka, yeye ndo akwanza kutoka. Utalala hapo, ukitaka kulala, akimaliza kaondoka, ndo kaondoka mazima. Mpaka pale faili lako litakapokuwa nimerejea tena kwenye ubongo wake. Dora anasema nilimwambia nakuja. Haya anatueleza ndugu yetu, rafiki yetu anaitwa Dora. Haya ni maisha halisi ya kweli. Dora anasema mimi nimepitia nikiwa bado binti katika harakati za kutafuta. Unaweza ukajiona wewe ni binti mdogo ukasema mimi bwana bado ni binti, siwezi kupata hayo matatizo. Na kuambia unaweza kupata hayo matatizo hata ukiwa na miaka 18, hata ukiwa na 16, hata ukiwa na miaka 20, hata ukiwa na miaka 21. Unaweza kupata hayo matatizo. Angalia kwenye maisha yako, wewe unatamani haya ya kutokea kwenye maisha yako? Katika umri mimi nimekuwa nao, ninasikia kuugua sana. Sijala chumvi jamani, sijafanya maovu mengi. Ndio kwanza ulimwengu umenikaribisha ulimwengu kwenye ulimwengu wa mapenzi na matatizo. Ndio, nikushukuru sana msikilizaji. Kesho tutaendelea mbele zaidi. Asante kwa leo. Yes. Usiku mwema. TikTok.